Wewe ukiona umeanza kunenepa mwanamke, shika simu ya mume wako. Nasema hivi, nikwambie kitu mwanamke, nikushauri. Uneno la kusumbua. Ukiona tu umeshaanza kunenepa, shika simu ya mume wako. Ukitaka kuchafua siku yako, shika simu ya mume wako. Mwanamke lazima uwe na mipaka, simu ya mume wako usishike. Amen. Acha hapo. Kama anafanya ujinga acha afanye. Amina. Mimi nilijiuliza swali moja. Ndio. Ngoja nikaa hapa nikufundishe kidogo. Yes. Hivi mzee Ibrahimu sasa. Sara anamwambia, ndio, nahitaji unipatie mtoto kwa huyo mjakazi. Yes. Unasikia vile unasema hapo mama umecheza. Hapo mama hiki chombo nimekielewa. Amina. Hata Ibrahimu naye alikuwa anatakiemo. Yes. Angekuwa takiemo, angemkataa ajili. Ndio. Naye alikuwa anatakiemo. Yes. Ndio maana Sara akamwambia, nataka unipatie mtoto. Sasa tu anapigaje baba wa imani anapigaje? Hapo umecheza hapa. Hata Mungu aliniambia nitapata mzao. Hapo umecheza. Yes. Kama alikuwa takiemo, sangemkataa. Ndio. Kama mama mimi nimeridhika na wewe. Yes. Kwa nini mama si mzuri hadi Farao anataka kuchukua? Ndio. Wewe nani kabisa chombo kabisa. Biblia inasema Sara alikuwa ni mzuri wa sura na umbo. Yes. Hey. Hello. Amen. Hello. Amen. Tunatoka kwa Ibrahimu. Dhambi ile ile aliyofanya Ibrahimu. Ya kusema ni dada yangu. Isaka naye akaifanya hiyo dhambi ya kusema ni dada yangu. Wewe unaona dada yako. Tunani tena kwa Yakobo. Asubuhi umegundua kwamba huyu sio Raheli, simwache. Ndio. Unatakiemo bana yeye anamtaka na wewe unamtaka. Yes. Kafua kanyongeza na ikachukua. Chukua mjakazi huyu nipatie mwana. Leta anataka. Yaani anachukua mkubwa na kadogo kanyongeza. Mkubwa na kadogo kanyongeza. Ndugu wewe mwanamke ambaye ni mvivu, usije ukatafuta mfanyakazi wa ndani anakuzidi uzuri. Yes. Wanaume nakwambia hivi anaweza akacheza kote kote. Ndio. Wewe unashangaa mfanyakazi wa ndani anakupima uzito, anakuuliza, Yes. ni kumbe mbona mtu kashapita hiyo barabara hiyo? Ndio. Unatuuliza maswali ni nini tena hii? Hello. Amen. Hello. Amen. Unashangaa mbona siku hizi baba ana wivu sana na binti wa kazi? Unashangaa baba anauliza, kwa nini binti wa kazi muda wote anaongea na simu? Alikuwa anaongea na nani? Wewe umejuaje kama ulikuwa mtafuta kwa kugundua simu yake iko busy? Yes. Wewe mama, chakula cha mume wako pika wewe. Amen. Nguo za ndani za mume wako fua wewe. Amina. Kitanda cha kwako tandika wewe. Amen. Unaondoka asubuhi na mwacha mfanyakazi na wewe mwenye nyumba. Bana, tunaondoka wote. Yes. Mwanamume unamwachia mfanyakazi. Tena wewe mwenyewe unajijua, hapa imeshakuwa saa 9. Mfanyakazi hapa saa 6. Mwanamume akiangalia na kenyeji jinsi kalivyo, kana inao pale mbele yake pale kanatafuta ile meza ile pale. Mwanamume anasema haiko kuoa hii. Hii ni shida hii. Kwa sababu ukifuatilia na ujua utaalamu wa umri kwamba mwanamume wa miaka 40 atakokuwa mtu wa miaka 20. Sasa wewe mume wako umemzidi miaka, amekuzidi miaka 2. Shangaa hivi kati na huyu bibi nilikuwa nimelazimishwa ilikuwa. Hello. Amen. Wewe mwanamke ujipende hata kama unato tungoto chache. Amina. Ndio uvinyoshi. Yeah. Hani mwanamke ujui kunyosha. Ujui kupiga pasi. Ujui kufua. Ujui kujirembali bali kweli hauna ananilia kwenda saluni ile 50. Hata tukichwa hauna kweli jamani. Mwanamke ni chombo cha samani. Amen. Heshima na utajiri upo katika mkono wa kushoto. Yes. Na mwanamke ni heshima na utajiri. Amina baba. Mke apata kitu chema kutoka. Amen. Mwanamke chema. Amina. Kitu chema upo. Nipo. Kitu chema upo. Nipo. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi ni kitu chema. Mimi ni kitu chema. Mimi ni kitu chema. Mimi ni kitu chema. Hebu jiulize maswali. Yes.
jiulize maswali. Ndio. Huyo mume wako unayemuona na kasoro, unafikia wanaume mwalimoni huyo? Ni mmoja. Shule yao ni hiyo? Ni moja. Na wakikaa kwenye kikao chao wanazungumzia neno hilo? Moja. Na nyie pia mkikaa mnasema 50 kwa 50. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Yes. Hapo siku hizi nilikuwa najiuliza hivi ni shetani linacheza sana changama. Ni mtu anaitwa Lishangazi. Yeah. Lina mahela, yani mpaka unashangaa hivi mahela limetoa wapi? Hapo unakuta kijana hana hela. Ndio. Niko naongea mtu mmoja ananiambia, mimi sijaolewa kwa sababu ya nanili, nataka kuolewa. Mimi ninatafuta furaha. Yes. Nikitaka furaha sehemu yoyote anainunua. Kwa yeye ananunua furaha kutoka kwa vijana. Na wababa hivyo unakuta ni baba lina hela. Kabinti ndio hivyo kamesoma kamepewa makaratasi kameweka ndani. Kanatafuta ajira. Ndio. Mwanamke. Yes. Mwanamke. Amen. Jisoni. Jijali. Amina. Jeshi. Amen. Mwanamke. Yes. Ni kitu cha zamani. Amina. Ndio maana huwa nawaambiaga wanawake, usije ukasubutu mume wako akulawiti. Amen. Utaleta laana kwenye uzao wako. Yes. Kutana mtu mmoja anakuambia, Ndio. baba mimi niombee mume wangu asiponilawiti mimi sioni kama nimefanya tendo la ndoa. Unamwambia kwamba naona kwamba ndivyo nilivyo swali. Ninakupa mifano hai. Yule sasa umuombee na shangaa tu magoti umevunjwa hivi unabidi upige magoti. Umuombee toba. Yes. Mtoto atakayezaliwa pale yukoje? Mtoto atakayezaliwa. Mwanamke lazima ujisamini. Yes. Mwanamke wewe ni chombo. Amina. Tumbo lako ni tumbo maalum. Amen. Ni tumbo ambalo Mungu amekusudia kuleta ukombozi kwa kupitia wewe. Amen. Lakini shetani kitu anachokifanya, Ndio. anavuruga system yote ya ubongo. Yes. Akili yako inamwaza mwingine na mume wako akili yake inamwaza mwingine. Kwa hiyo mnajikuta wote mmeleta uharibifu ndani ya nyumba. Ndio. Mwanamke hata uwe mzuri aje, mwanamume wako siku ya kwanza atakupenda miezi mitatu, siku 90. Yes. Hani hata kama ungekuwa uendagi chooni, kwamba ni mwanamke uendagi chooni, mume wako yani siku za kupenda, siku za kuwa na hisia ni siku 90 tu. Siku zingine mtaishi tu usipokuwa unamwombea. Lakini jifunze kumwombea mume wako. Amina. Wewe ni watoto wa kiume, waombeeni watoto wenu. Yes. Unakuja unashangaa mama mko anayetoka jukuu soka kwako. Yes. Unaanza kujiuliza hivi kweli ni katoto kangu haka? Ndio. Mbona kafanani sura na mtoto wangu? Lakini ukifuatilia katika ulimwengu wa roho, mkamwona amechipuka. Yes. Tunajifunza nini hapa? Uzao, chimbuko la uzao wako. Wewe ni mtoto wangapi? Mama yako aliolewa mke wangapi? Je, nyie ni ndugu lakini baba ni mmoja, mama ni mmoja? Kwa nini mpo tofauti tofauti, kila mtoto na baba yake na kila mtoto na tabia yake? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima mwanamke ujifunze kitu kimoja. Amen. Kutunza uzao wako. Yes. Mtoto wako unamuita wewe mtundu, hujui kama mtundu ni mti unaopatikana Iringa. Ule mtundu wanakaa mizimu. Ni mti mgumu. Mti, unasikia kitanda cha mtundu hiki? Yes. Unamhitaji mtoto wako eti mtundu, mtoto mtundu, usiona ni mtundu. Mtoto wako unamuita mtundu. Akaanza kufanya utundu, hana kichwa kigumu huyu. Hii tabia si kalisi kwa nani?
Unamwangalia baba yake unamwona kumbe kashabadilika siku hizi kama pole, mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini enzi zake hatari. Unajiangalia wewe, hizi sio nyingine navaa nyumbani, natoka nimevaa nguo ndefu, nikifika njiani navaa fupi. Yes. Mtoto kakopi. DNAs. Yes. Inasaba vipo hapa kwa huyu. Ndio. Na watoto wa siku hizi jinsi walivyo, wanadeka. Litoto la zamani uko ukilipa uji, unalisiba pua, lichague life au linywe. Litoto la sasa hivi unaliwekea katuni, unalimbia, alinywi wala alili. Yes. Unaweza kujiuliza maswali. Chakula kizuri, unga unalisha. Zamani ulikuwa unga wa mahindi hapo. Tena una sukari. Siku hizi unakia kila kitu. Na bado alinywi. Kumbe shida ni nini, imeanzia wapi? Hivi wewe kabisa wewe mwanamke umezaa tu. Yaani umebeba ujauzito tu, unaanza kutamani kula udongo. Unaanza kutamani kula mkaa. Mtoto wako na yeye asiwe fundi wa kuchanganya udongo. Hapo sasa. Asiwe kibarua. Atakuwa kibarua. Halo. Amen. Sijaeleweka ninachokisema. Hadi mama unakula udongo tangu tumboni. Ndio. Mtoto wako utakaye saa hawezi kuwa fundi huyo. Atakuwa fundi. Sasa mtabiria huyu ni mambo ya udongo huyo. Yes. Lakini kumbuka nyoka ndani ambako mavumbi utaishi. Yes. Mtoto wako kwa nini asiteseke? Watu wanakwenda kwenye kichuku, kwenye nyumba pembeni hivi. Mwanamke, amen, amka kwa jina uzao wako. Amina. Mwanamume anaga time na watoto, kwa taarifa yako leo nakwambia. Yes. Nasema hivi, mwanamume ana time na watoto. Amen. Kuna wanaume ninakumbuka nilikwenda Tarime, ilikuwa ni mwaka 1000 na nilikuwa mwaka 2011. Yes. Tarime pale Nyamongo. Ndio. Mtaa unaitwa Makalanga. Mtana na dada mmoja. Ndio. Tulikuwa tunamshuhudia. Yule dada akatoa ushuhuda akasemaje? Hani mimi siku ya kwanza kumsaliti mume wangu ndio sikio niliacha. Yes. Nikamwambia mimi huwa napenda ukiniambia jambo nimalizie, usinishie njiani. Hata kuniletea uongo sijui fulani mama Bia anasema hivi, niambie hivyo anasemaje. Ukishia njiani na kukaba niambie. Halo? Sasa kilichotokea anasema hivi, siku hiyo alikwenda kwa dokta. Hasa mimi nahitaji kufunga, sihitaji kuzaa. Amen. Dokta akamuuliza, kwa nini unahitaji kuzaa? Yes. Akasema, mume wangu anasafiri anakwenda machimboni. Ndio. Akirudi tu mimba. Mtoto nalea mwenyewe, na mimba nalea mwenyewe, na mtoto nalea mwenyewe. Anaweza kaenda kula kaka miaka 2-3. Anatoka tola vizuri, matumizi vizuri, unakula unachotaka, nyumba kwa jengea. Lakini akirudi siku hiyo kukutana mimba. Hello. Amen. Kaenda kwa yule dokta. Ndio. Yule dokta akamwambia hivi, sasa dawa nitakayokupa ndio kufungia roji. Nadhani wakubwa wameelewa. Amen. Kumbe dokta katakiemo wewe pale. Yes. Kaangalia wewe udhaifu. Ndio. Haya wameenda wamesafiri kutoka Nyamongo mpaka Tarime mjini, na uli kipindi hicho kwa shilingi 5000. Ile loji wamefika tu hapo tip. Yes. Wamelala. Asubuhi mwanamke anatoka, anakutana na mume wake kwenye corridor. Oh. Mwanamume na mwanamke na uneme ana nani? Kilichosaidia ndio yeye ndo wa kwanza kumuona mume wake. Yes. Kwa akarudi ndani kwa haraka. Amen. Akasema hivi, sirudi tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usaliti ni mbaya sana, ila ukumbuke neno moja. Amen. Uone nitazama wewe hapa kwenye screen. Sikia nikwambie. Yes. Kupanda ni kupanda. Ndio. Kupanda ni kupanda. Kupanda ni kupanda. Ukiwa unapanda mema, tarajia kuvuna mema.
Ukiwa unapanda mabaya tarajia kuvuna mabaya. Sasa ni heri utubu mapema. Yes. Ni heri utubu mapema. Ndio. Ile mabaya asije akakurudia. Yes. Kupanda ni kupanda, nakwambia ukweli, kupanda. Amen. Umepanda nini wewe? Hello. Amen. Unashangeti mwanamke mjamzito unapenda kukaa chooni. Unajua ile harufu ile mimi naipenda. Shetani huyo. Sio kama sasa mapepo haya mabaya kabisa. Yes. Unapenda kuwetu, unapenda harufu ya jasho ya mume wako. Ukija unamnusa kwenye kikwapa hapa. Hello. Amen. Hafu ni mtoto gani ukimzaa analilia jina? Kwani asililie hela? Hapo sasa. Kwani asililie chakula? Ndio. Mtoto analilia jina. Uzao. Yes. Uzao. Shetani apigi mtu akishakuwa mkubwa, anapiga tangu akiwa mtoto. Yes. Ukatona sema mtundu anampandia roho ya mtundu. Yes. Nyoka wewe, kenge wewe, mbwa wewe, anachukua ile maroho yote anapanda. Leo ni nizurulaji ile anachukua leo utakuwa machinga wewe. Utakuwa hivyo. Ulinenea maneno gani siku unazaliwa? Ulisema maneno gani? Umepatikana baba yako ni huyo? Ni mmoja? Au una baba wengi? Anajua siri ya mtoto ni nani? Ni mama. Kwa nini sio baba? Mtu mmoja alijiua yeye na watoto wote alipogundua watoto wote watatu sio wa kwake. Amen. Kwa nini siri aijue mama kwamba mtoto anayejua baba yake ni nani? Ni mama. Ni mama. Na ndio maana wachawi katika ulimwengu wa roho, ndio kitu wanachokifanya, yes, huwa walogi kwa kufuata jina la baba. yeah. Mfano kama unaitwa nani? Faraja. Faraja nani? Roda. Jina kama Rafael. Faraja, Rafael. Sasa yeye yes. Faraja, Roda. Kwa unajua mama adanganyi. Yeah. Ila baba anadanganya. Ndio. Kwa akiamua kupiga hivyo, wanakwenda kwenye Isaya 57. Hebu soma hapo. Isaya 57. Isaya 57. Mstari wa 3. Amen. Neno langu nasema. Lakini ninyi karibuni hapa. Enyi wana mwanamke mchawi. Enyi watoto mwanamke mchawi. Uzao wa mzinzi. Uzao. Kumbuka Mungu anatafuta uzao na shetani anatafuta uzao. Uzao wa mzinzi. Bibi yako alikuwa mzinzi, mama yako naye mzinzi na mzinzi. Unajua kujiuliza swali, hilo la mzinzi mimi nimetoa wapi? Yes. Yes. Na kahaba. Uzao mzinzi na kahaba. Jiulize maswali. Wewe huyo baba yako ndio baba yako? Huyo baba yako ndio baba yako? Halo. Amen. Mimi najua. Hata Daudi naye anajua. Zaburi 51 mstari wa 5. Daudi anajua. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Tazama. Mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alichukua mimba atiani. Yes. Na kuuliza swali, huyo baba yako ndio baba yako? Amen. Amina. Wanaume poleni sana. Wanaume
mpole. Mwanamke anaweza akakupa mtoto akikupenda. Yes. Ila mwanamke anaweza akakunyang'anya mtoto akikuchukia. Nakwambia watoto sio wako. Ndio. Anejua siri ya mtoto ni mama. Amen. Wewe unajua ushawahi kumsaliti mume wako mara ngapi? Mara nyingi. Ndio, nasaliti baba. Sibiti anasema wazi. Yes. Mtu kuna mchumba wake siku ya kwenda kuolewa na mchepuka. Yes. Inakuaje hiyo? Unaweza kujiuliza swali, siku yetu tunaenda kuagana ndio siku hiyo linalibikia huko. Maisha. Kwa nini shetani amewekeza sana kwenye tendo la ndoa, kwenye uzinzi na ukahaba? Kwa nini shetani amewekeza? Wewe ukiwa mwimbaji mzuri, afu waimbaji wako wamevaa vizuri, uzi hiyo CD. Wewe imba vibaya afu wafai vibaya, utaona pata soko. Kama mwimba muziki kama Zuchu hivi. Hello. Anayemkumbuka mwimbaji anaitwa Laisi? Yes. Alipokuwa akivaa kitovu nje. Ndio. Visketi vile vya vikombe vya kahawa. Yes. Unajiuliza maswali. Alikuwa anauza? Ndio. Upendi kuambia ukweli. Amen. Upendi kuambia ukweli. Mwanadamu group O apendi kutawaliwa. Amen. Apendi kuonewa. Amina. Hayo manne hayo nimekupa. Amen. Mwanadamu group O ni mtu anayependa safari. Ani ni mtu asetulia sehemu moja. Afungwi sehemu moja tu, mweke sehemu moja hivi. Kai. Amen. Mwanadamu group O ni rafiki wa wakubwa na wa wadogo. Amen. Ana uwezo wa kutengeneza urafiki hapo hapo na ana uwezo wa kuvunja hapo hapo. Ajali. Yes. Mwanadamu group O ni mbegu ya kifalme. Kwa upande wa wanawake nazungumzia leo. Mwanadamu group O ni malkia. Amina. Haijalishi katika mafundisho ya watu wengi wakuwa wanatufundisha kwa habari tu ya giza, hawatufundishi habari ya nuru. Unasikia kwamba huyu ni malkia wa kuzimu, huyu ni malkia wa wachawi, huyu ni malkia wa majini. Nasema hivi, upande wa kimungu, kama Yesu ni mfalme wa falme, wanaume ni wafalme, wanawake watawahitaji malkia. Ndio maana mtu mwenye group O apende uchafu. Amen. Fuatilia. Ni watu wanaopenda maua. Amen. Ni watu wanaopenda mazingira mazuri. Amina. Ni watu wanaopenda usafi. Yes. Alafu ni watu wanaojiamini. Amen. Hawategemei msaada watu wenye group O. Amen. La mwisho kwa leo kwa upande wa group O. Ndio. Wameumbwa kujitegemea. Mtu mwenye group O ameumbwa kujitegemea. Ni mtu asitegemea cha mtu. Kwa hiyo usije ukamtisha mtu mwenye group O, sikusaidii ndugu, umempoteza. Mtu mwenye group O hata akianguka mara ngapi anainuka. Achari kama unaambia pole au bahati mbaya, yeye hata akianguka anainuka na kupanguza. Amen. Amina. Mwenye group O nichapia makofi. Usishangae hata Yesu mwenyewe alikuwa na group O, usimuulize ametoa wapi. Kwani wewe itumii damu ya Yesu?
Mwana group O damu yake haitumiki sehemu yoyote? Inatumika. Sasa je? Yes. Si damu takatifu hiyo? Yeah. Amina. Ina maana sisi wenyewe inakuwaje? Nitawaambia wakati mwingine. Sisi wenyewe inakuwaje? Nitawaambia wakati mwingine. Yes. Umesikia? Na wanawake wengi, utafiti unaonesha wanawake wengi wenye damu group O huwa hawataki kunyanyaswa kwenye ndoa zao. Ni viongozi tena mashujaa. Amen. Msikieni kama kwenye somo hili. Hapana baba. Maana nimeingia kwa upande wa damu hapo. Lakini kiuhalisia wewe ni group O, kwa muda wako uje unifuate nikuombee. Amina. Maana ni damu inayoimbwa sana. Nitakufuata. Haukuaji ovyo. Yes. Yaani mwenye group O yeye anatesonga tu na mafua. Ndio. Au mafua ni kichwa basi. Yes. Haugui ovyo, lakini siku akiugua ndugu utamhurumia. Ndio. Halo. Amen. Mungu, watoto wangu wote wape group O. Watoto wangu wa kiroho na wa kimwili wape group O kwa jina la Yesu. Amen. Hata mwenye AB unaweza kanitafuta nikakuona, ukaniona nikakuombea. Yes. Mwenye A hivyo. Sawa, mwenye B hivyo. Sawa? Amen. Sasa wewe ambaye umeoana na mtu ambaye wewe labda una A, labda na B, labda una A, labda una O. Mwenye A akimuoa mwenye group O, mwanamke lazima awe msemaji. Mwenye O lazima awe msemaji ndani ya nyumba. Ndio maana utakuta wanawake wenye group O ndani ya nyumba ndio wasemaji. Yes. Hasa Wahindi. Utasikia kamuulize mama. Ndio. Sio merogwa. Wewe mume wako anakusikiliza? Mchungaji, yule mwanamume hata sijui kipato chake ni shilingi ngapi. Nataka nikupe siri moja. Unashindwa na mwanamke Delila. Unadhani Delila alikuwa ni kahaba kama jinsi unavyosemaga? Delila alikuwa kahaba. Amina. Ila Rahabu ndo alikuwa kahaba. Yes. Delila alikuwa ni mwanamke mwenye akili. Anajua kubembeleza. Anajua kumpetipeti mwanamume. Unasikia Samson ile mwili lake lote, baba panda mgongoni baba. Baba umeshaoga maji ya karafuu baba. Anaenda kuogeshwa. Samson kalala pale kwenye miguu ya Delila, anamwambia siri yote mama, yaani mimi. Leo Samson unakuta ni mume wako, ameenda kwa mwanamke ambaye Delila, unasikia tu mume wako ni sachi. Na singine zipo huko. Na namba asili mwaka wangu wa kuna nini? Wewe nyumbani 2000. Lakini akaenda kule kwa kale kamchomoko. Kanamuogesha kwa maji ya moto. Kanamsugua mgongo wake. Kanamtengeneza ni miguu hadi mpaka unashangaa. Kanamchana nywele. Baba anaona hapa nipata pumziko, asante Mungu. Wewe nyumbani huku utakula dagaa mpaka upate vidonda vya tumbo. Kila siku misumari. Nawe pia mwanamke angalia hata mtu akukuoa. Amen. Wewe mwenyewe unajijua ni mlala hoi, unaolewa na mlala kuu. Mkichanga hapo mnapata nini? Hai. Nakumbuka nilikuwa naongea na binti yangu mmoja. Yes. Ananiambia hivi. Mimi siwezi nikaolewa na mwanamume tajiri, maskini. Ndio. Ananiambia mimi siwezi nikaolewa na mwanamume maskini. Yes. Yaani sisi tupo chini. Nani atamfika mwenzake? Hakuna. Mimi natakiwa niolewe na mwanamume ambaye yupo juu. Yes. Ananishika, ananitoa pale nilipo, ananipandisha juu. Yes. Nikamuuliza, si mnaanzia chini? Hizo zilipendwa hizo. Wewe mwenyewe una kitu, unaolewa na mtu ambaye hana kitu. Ukipata shida nani atamsaidia mwenzake? Mwanamume mtafute hela jamani. Kokote mlipo.
Najua ukweli mchungu. Wanaume tafuteni hela. Yes. Wanaume tafuteni hela. Najua hii video itaishi. Ndio. Siku zote humo mtandaoni, lakini wanaume tafuteni hela. Kusanyeni hela. Amina. Ukitaka kujua mwanamume kwamba ni kitu au ni kiumbe cha ajabu, mwanamume unaweza kuwa unaumwa hapo, umezidiwa, anakuja mke wako anakuambia sukari imeisha. Sukari imeisha. Sasa sukari unaitoa hapo, unaumwa, anaamini kwamba unayo. Yes. Mwanamume yaani mwanamke anaamini kwamba mwanamume ni kila kitu. Wote mnaweza mkao humo ndani, nje vurugu inatokea, unasikia kina nani wanapigana. Yes. Halo. Amen. Ukisikia huko nje, unasikia mwanamke anamuuliza mwanamume, huko nje kuna nini? Yes. Kwa mwanamume lazima ujiongeze. Ndio. Ni mambo yanakimbizana. Nakumbuka siku moja tumekwenda sehemu, tulikuwa mimi na rafiki yangu mmoja ni mwanajeshi. Mke wake anamuulizaje, wale pale ni wakina nani? Akajibu, kule nje tulikuwa ndani ukumbini, kule nje katokea tukio, watu kugombania kuingia. Anamuulizaje mume wake, kule nje kuna nini? Nikamwambia rafiki yangu, sio nikwambie, yaani wewe umekaa hapa unatakiwa ufanye waangalie vitu vyote vikae hapa. Na ndio sile mwanamume unatakiwa ukienda sehemu anza kufanya uchunguzi kwanza, pale kuna viti vingapi, rangi gani. Mshauri mke wangu, umefika nyumbani kwanza, hii pale mbele palikuwa kuna ua la rangi gani kweli? Mwanamume Amen. huwa ni mfano wa Mungu. Amina. Kwa sababu Yesu alikuja amevaa sura ya kiume. Yes. Mwanamume ni kichwa. Ndio maana mwanamke kama mwanamke asipohudumiwa huwa anatafuta kumhudumia. Yes. Akimkosa humo ndani hapa shikiki. Wewe mama ambaye una watoto wa kiume, ombea sana watoto wako wapate pesa. Amina. Kabisa. Amen. Wasije wakanyanyasika. Yes. Mwanamume lazima awe na mali. Msemo ule binti kwamba yeye akianguka mwanamume anabidi amuinue. Amina. Mwanamke usikubali kukopwa. Yes. Narudia tena. Amen. Ili habari ya kwenda sokoni nioe, twende. Mama usinitafute nimeshaolewa. Kataa hiyo. Amen. Leta heshima kwenu. Amina. Mmenisikia mabinti zangu? Amen baba. Mmenisikia wamama? Yes. Kokote ulipo duniani kote, usikubali kukopwa. Amen. Sawa? Amina. Mwanamke jifunze kuweka akiba. Yes. Mwanamke jifunze kuwekeza. Amen. Mwanamke jifunze kufanya biashara. Amina. Nilitamani kesho ningewaletea mtu ambaye atawafundisha ujasiriamali. Lakini kesho tutabidi tujifunze. Kesho tufanye maombi ya kuombea ibada ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kesho tupitishe Jumapili, nitaendelea na hili somo lakini la watu wote. Nitachanganya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Binafsi wewe kama mwanamke umwambie Mungu sasa akufanye kuwa chombo kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya ukoo wako. Amen. Halo. Amina. Mwanamke ni jeshi,